ya kumbeza. Mara nyingi timu ikisha pigwa namna hiyo huwa inaongeza umakini katika mechi inayokuja. Sisi tunachoamini kwenye medani za kivita ni kwamba ni heri ukakutana na mpinzani ambaye ameshinda sana, kwa sababu anakuwa na kiburi cha mafanikio, kuliko kukutana na mpinzani ambaye ameshafungwa anakuwa na conscious nyingi kweli, anakuwa na matahadhari mengi, anakuwa na wasiwasi wa kujilinda, anakuwa na wasiwasi wa kujidhibiti. Kwa hiyo wanatengeneza mechi inakuwa ngumu. Lakini vyovyote itakavyokuwa, tunao uwezo wa kwenda kucheza mchezo mzuri dhidi ya wao na kupata matokeo mazuri, kwa sababu Simba ni daraja la tofauti sana na daraja la Coastal Union. Tunao wachezaji bora, tunao wachezaji wazuri, lakini tuna momentum ya kupata ushindi katika michezo iliyopita. Kwa hiyo tunaamini tunaweza kupata matokeo mazuri katika mchezo huu. Lakini tumefanya kazi nzuri mikoani huko kwenye mechi za ugenini. Sasa tunarejea nyumbani kwetu Dar es Salaam. Tuna wajibu wa kuwafurahisha na mashabiki wa Simba wa mkoa wa Dar es Salaam, na wenyewe waione kweli Simba yao imeimarika msimu huu. Mara nyingi mahudhurio ya Dar es Salaam yanakuwa sio mazuri. Ziko sababu nyingi zinazofanya mahudhurio ya Dar es Salaam yakawa chini. Kwanza kuna mafoleni, lakini pili kuna umbali wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na tatu kwa sasa hivi kuna changamoto ya hii teknolojia. Lakini kwenye mechi ya kesho dhidi ya Kosi, tungependa wanasimba waweke kando sababu zote. Foleni maana yake toka mapema unakotoka, njoo Meja Jenerali Samuyo. Umbali achana nao, wewe njoo ifuate Simba yako. Changamoto ya internet jitahidi kuitatua mapema leo. Jaribu jifunze namna ya kununua tiketi, na tumetoa elimu kwenye ukurasa wetu wa Instagram na mitandao yetu yote, namna ya kununua tiketi kwa mtindo huu mpya wa mtandao wa Simba. Tiketi tayari zipo kwenye mtandao? Tiketi tayari zimeshaanza kuuzwa. Mzunguko ambalo ni jukwaa lile linalotazama VIP, kule ni shilingi 5,000. VIP hii ambayo inatazama uwanja kwa hivi, inatazama jukwaa kuu hivi, lenyewe ni shilingi 10,000 pekee. Kwa hiyo tiketi ziko tayari kwenye mfumo. Katika mfumo hapo kuna niambia kuna wing A na B, ndio zipi hizi? Wing A ni ile pale. Wing A ni hapa. Wing B ni hii hapa. Na mzunguko manake ni hii ambayo tunaitazama namna hii, pamoja na nyuma ya goli upande wa kusini huko. Hii yote ni mzunguko. Kuanzia hapa kuzunguka hivi, yote hii ni mzunguko ambao ni shilingi 5,000. Alafu hii upande huku ambao ndo wing A, hii ni shilingi 10,000 pekee. Ukiangalia bei ambayo tumeweka na kwa status ya Simba Sports Club, ni bei ndogo kweli. Simba hii ni ya kuitazama kwa kiingilio cha shilingi 50,000 kwa 100,000. Lakini kwa kuwa hii ni timu ya watu na tunazingatia madaraja yote, tukasema 5,000 kwa 10,000 itakuwa very reasonable kwa mashabiki wetu kuweza kumudu. Hii ni Simba ya Mpanzo. Hii ni Simba ya Morris Abraham, Simba ya Chama, Simba ya Oura, Simba ya Libase, Simba ya Ismaili Mgunda, Simba ya Kibabage, Simba ya Mligo, Simba ya Mtemi Chilambo. Alafu tiketi yake ni shilingi 5,000 pekee. Tunafanya hivyo ili watu waweze kumudu na kuingia uwanjani. Kwa hiyo kwenye mechi ya kesho kusiwe na sababu yoyote ya mwana Simba zaidi ya kuja uwanjani, kuja kuishangilia Simba yetu. Tuje hapo kwenye Chilambo hapo ambapo mashabiki wa Dar bado hawajamuona. Hebu waelezee kitu gani ambacho watakapokuja kesho watakiona kupitia yeye. Mashabiki wa Dar es Salaam hawajaiona Simba halisi. Mechi ya kwanza ambayo tumecheza hapa Dar es Salaam ilikuwa ni Simba Day. Ile ilikuwa ni showcase game, bonanza game, yani hautoi kile kitu ambacho ulichokuwa nacho. Ile ambayo tuliiona kwenye Simba Day sio Simba halisi. Mechi ya kwanza ya kimashindano ikawa ni visiwani Zanzibar. Bado vile watu wa Dar es Salaam hawajaiona Simba yao. Mechi ya kwanza ligi ikawa ni Kagera. Mechi ya pili Mwanza. Mechi ya tatu Singida. Kwa hiyo mpaka sasa
sasa mashabiki wa Simba hawaijui sura halisi ya Ibrahim Jabbar, hawaijui taswira halisi ya Ibrahim Dumbia, hawamjui Kaleso anafananaje, hawajajua Anthony Mligo amerudi vipi, na hawamjui ipasavyo Mtemi Chilambo. Sasa nafasi unaiona wapi? Kwenye television, kwenye TV haupati picha halisi. Ili umuone Chilambo wa ukweli kabisa, ili umuone Chilambo origin na uhalisia wake, lazima ukanyage Meja Jenerali Isamuhyo. Hapa ndiyo utapata ile ladha halisi ya Chilambo. Na uzuri wa uwanja huu wa Meja Jenerali Isamuhyo, Chilambo akiwa anateleza hapa, wewe pale jukwani unamsikia namna ambavyo anahema, akikita mguu chini unasikia mapigo ya ardhi jinsi yanavyoitika. Sasa ukikaa kwenye TV uweze kupata burudani kama hiyo. Ili umpate Chilambo halisi, umuenjoy Chilambo halisi, lazima uje Meja Jenerali Isamuhyo, tukae pamoja pale. Ukiwa hapa uwanjani hadi jasho linavyotiririka unaliona namna hiyo. Ni raha. Bado kuna zile asisi za Gueye. Bado ukikaa kwenye TV sawa, utaenjoy nini marudio na nini, lakini kumuona Libase Geye akiwalambisha watu nyasi ndio raha zaidi. Na Libase Geye ukimtazama live anavutia kumtazama, kwa sababu kila anachokifanya unakiona kwenye real time. Unamuona namna ambavyo anachukua, anakokota, anaondoka, anaweka assist. Kila kitu unakiona kwa macho yako. Unapokaa kumzungumzia Libase ambaye umemuona kwenye macho, ni tofauti na Libase ambaye unamtazama kwenye TV yako. Kwa unapokuwa uwanjani, wewe unakuwa na faida ya kuona vitu kwa uhalisia wake na kwa ubora wake zaidi, na unaenjoy zaidi. Na nyumbani hapatabiriki. Unaweza kafika muda wa filamu watu wameshikilia remote. Kesho ni siku ya kumsasambua Costi. Tunamheshimu. Ni mkubwa mwenzetu. Unajua katika timu za ligi kuu ya Tanzania, timu kongwe moja wapo ni Costi, na nafikiri ni ya tatu kwa ukongwe. Ukiwatoa wale wengine, kuna Simba Sports alafu kuna Costi. Sidhani kama kuna timu nyingine inayomfikia Costi kwa umri. Costi ni wa 60 huko. Wengine hapa mtu ana miaka 10, si miaka 5, wengine miaka 2, wengine hawana hata mwaka, umeona, wengine watoto wadogo. Lakini Costi ni mzee mwenzetu. Ni wanasema ukiona nyani mzee jua amekwepa mishale mingi. Kwa hiyo Costi ni mzee mwenzetu ambaye amepitia misukosuko mingi na amepitia mafanikio makubwa, ikiwemo kuchukua ubingwa wa Tanzania. Kwa hiyo ni mkubwa mwenzetu ambaye tunamheshimu kweli. Lakini kesho ni siku ya kumsasambua, ni siku ya kumpelekea pumzi ya moto, ni siku ambayo mnyama anahitaji alama 3. Tumeshachukua alama 3 kwenye mechi za ugenini. Hasa ni muda wa kuchukua alama 3 nyingine katika uwanja wetu wa nyumbani. Tunarejea tena Meja Jenerali Isamuhyo. Tunataka tuanze msimu wetu wa nyumbani kwa kupata matokeo mazuri katika uwanja wetu wa nyumbani. Kwa hiyo ni siku mbaya. Ni siku mbaya kusema kweli kwa Costi, kwa sababu amemkuta mnyama akihitaji matokeo ya ushindi kwa 100%. Tunamheshimu, ni mwekundu mwenzetu, lakini kwa kile ambacho wana Simba tunakihitaji katika mchezo kesho, itakuwa ni siku mbaya sana kwa Mgosi wa Kaya.